Uhaligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri tukuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godi Mawanja, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Na miongoni mwa watu wanao leo hii ni pamoja na kifuatacho ndani ya TVE habari. INEC wataka wananchi kuhakiki na kuboresha taarifa zao kwenye daftari la awali la mpiga kura. Tundu Lissu wapanga kuanza mgomo wa kutokula chakula akiwa mahabusu. Na katika habari za kimataifa, India yazipiga marufuku bidhaa zinazotoka Pakistan. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamad Masauni amesema kasi ya uzalishaji taka nchini imeendelea kuongezeka hadi kufikia tani 20.7 kwa mwaka, huku serikali ikilazimika kufanya mabadiliko ya sera ya mazingira na baadhi ya sheria ili kudhibiti uharibifu wa mazingira nchini. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Mhandisi Masauni ameyasema hayo aliposhiriki katika zoezi la usafi wa fukwe ya Kawe iliyopo jijini Dar es Salaam, ambapo zoezi hilo limeratibiwa na kufanywa na ubalozi wa Saudi Arabia nchini Tanzania sanjari na shirika la AHRN, ambapo amesema serikali itahakikisha inaweka mipango na mikakati imara ya namna ya kukabiliana na ongezeko la taka hasa katika maeneo ya mijini kutokana na kasi kubwa ya uzalishaji wa taka inayoendelea hasa katika jiji la Dar es Salaam linalozalisha 15.3% ya taka zote nchini. Kwa muda mrefu wa Tanzania tulio wengi tumekuwa hatuna nidhamu sana ya kulinda mazingira yetu ikiwemo katika maeneo ya bahari. Na jambo la usimamizi wa mazingira linaanzia katika ngazi ya familia, linakuja kwa jamii, na serikali na yenyewe inatakiwa kuchukua jukumu lake kwa maana ya kusimamia. Kwa hiyo kitendo cha kufanya zoezi hili ni jambo la kupongezwa kwa sababu linaenda kuamsha ari ya wananchi na hasa watoto wetu waweze kuwa na utamaduni wa kulinda mazingira yao, kwa sababu mazingira ni jambo ambalo muhimu sana. Utakapoharibu mazingira utaathiri mpaka vizazi vinavyokuja. Kwa hiyo mimi nimefarijika kuwa sehemu ya shughuli ya leo, na nitoe wito kwa wadau wengine maeneo mbalimbali kuunga mkono juhudi hizi. Nimekuja hapa nimekuta mazingira ya hapa ukilinganisha na mazingira ya maeneo mengine hapa yanaridhisha. Kwa hiyo inaonekana kwamba hapa kuna utamaduni mzuri zaidi. Kwa upande wake, balozi wa nchi ya Saudi Arabia nchini Tanzania Yahya Ukesh na mkurugenzi wa shirika la AHRN Olivier Muhizi wamesema nia ya kufanya usafi katika fukwe za Kawe ni kujenga utamaduni kwa Tanzania kushiriki katika zoezi la usafi na utunzaji wa fukwe, hasa ikizingatiwa zimekuwa na fursa na faida kubwa kiuchumi. Kwa beach kama mnavyojua, watu wana tabia za kutupa vitu barabarani. Utakuta hata mheshimiwa anatembea kwenye gari nzuri, anakunywa maji kwenye chupa ya plastiki, lakini anafungua dirisha la gari akiwa anaendesha gari, anatupa chupa pale. Utakuta sasa mvua ikinyesha, maji analeta zile chupa zote, zile takataka zote maji anazileta hapa baharini. Lakini kuna hawa vijana pia ambao wanakuja huku ufukweni, wale ambao mara nyingine unakuta wanatumia dawa za kulevya. Wale umeona kwa mfano leo tumetoa sindano zile ambazo wanatumia kuinject dawa za kulewa. Unakuta wamezileta, wanamaliza hapa kujidrog, wanazitupa huko. Unakuta pia kuna wengine watu wanapenda beach sana, wanakuja kula hapo. Akimaliza kula, kwa sababu hakuna sehemu ya kuweka zile takataka ambazo zimebaki, yeye anafikiri akitupa baharini hamna shida yoyote. So sana hizo ndo vyanzo ambavyo tumeona ambavyo vinaleta hizo takataka huko baharini. Na baadhi ya washiriki wa zoezi hilo kutoka taasisi ya ECCT na Nipe Fagio wakizungumzia zoezi hilo wamesema lina manufaa hasa katika kulinda na kuhifadhi fukwe, huku wakieleza kuwa katika kilomita 5 za fukwe walizofanya usafi kwa siku ya leo wameondoa taka tani 7 na chupa za plastiki zikiwa zinaongoza katika taka hizo. Sema ukweli, kwa leo imekuwa tofauti kidogo na siku zingine ambazo tumefanya, na muitikio wa watu kuja kufanya usafi umekuwa ni mkubwa sana. Na hii inatokana na watu kuwa wanapewa elimu tofauti kwa ajili ya kuja kushiriki pia usafi baharini. Kwa leo nimeona ni muitikio mkubwa, na taka sio kwamba zilikuwa ni nyingi sana, japo ni nyingi tofauti na kipindi tunaanza kufanya mambo ya beach clean up. Lakini kwa leo imekuwa ni tofauti kidogo. Hii inajihusisha kufanya usafi hapa. Tunajua
tunafanya nini, tunaenda wapi. Kwa kuwa kuna kauli mbiu zimetungwa nyingi, tunza mazingira na mazingira ya kutunze. Kwa hiyo sisi tunajua tunafanya nini, na pia hata shuleni huwa tunafanya hivi kutokana na klabu zilizopo shuleni, kabla ya mazingira, kabla ya lishe, na pia wanafunzi tunakuwa kila unapokuta uchafu sehemu unaokota. Kwa hiyo hii hapa inatusaidia sisi kujua tunafanya nini katika mazingira yetu. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mwanachama wa Chama cha Demokrasia ya Maendeleo Chadema, Lucas Nyagari, anayefahamika kama Mdude, ametekwa nyumbani kwake na watu wasiojulikana kwa kupigwa na kujeruhiwa sehemu mbalimbali za mwili na kusababisha hofu nyingi kutanda kwa familia na wanachama wa eneo hilo. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inafanua zaidi. Hayo yameelezwa na baadhi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Mbeya baada ya kufika katika makazi ya mwanachama huyo na kutoa mpango wa chama hicho juu ya tukio hilo. RCO tukamdai RCO kutupa Mdude, kwa sababu unapozungumza naye, unapozungumza na watu wake, unaona kabisa kwamba kuna wanachokijua ambacho sisi hatukifahamu. Na sasa hivi makamanda wetu wataondoka, wengine hapa wataanza kuzunguka kwenye maeneo hayo kwenda kumtafuta Mdude, tukiendelea kuomba Mungu kwamba pengine anaweza akawa ametupwa mahali kwa uvujaji huu wa damu, huenda tukawa tumeweza kunusuru na kuwahi eneo la tukio na kumchukua kumpeleka hospitalini. Kwa hiyo mimi niendelee kusisitiza, tunahitaji haki za Mdude. Mdude sio ng'ombe wetu, Mdude sio mbuzi wetu, Mdude ni ndugu yetu. Damu yake hatutakubali ibwadike bure. Tunaomba jeshi la polisi litimize wajibu, tuwapate waliomchukua na tumpate Mdude akiwa hai. Sio mtu wa kawaida, Mdude sio mfanyabiashara kwamba hao watu walikuwa ni majambazi. No! Wamefanya hichi kitendo cha ajabu. Tunapaswa kupiga kelele wa Tanzania wote. Kwa upande wake, mke wa Mdude amezungumzia namna watekaji hao walivyovamia na kuvunja mlango mpaka kusababisha kufanya tukio hilo la utekaji kwa mwanachama huyo. Mimi wa majira ya usiku watu walivunja mlango na kujitambulisha kwa ni mapolisi wakimtaka Mdude mimi na kunizuia nisitoke wakiwa na silaha. Wakaenda naye sebleni na kuanza kumpiga. Mmoja maskari akiwa na mimi. Nilikuwa naomba mtusaidie, mpate sauti zenu, tumpate akiwa salama. Hata hivyo, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, Benjamin Kuzaga, amezungumzia juu ya tukio hilo. Ni kwamba mnamo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya asubuhi, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeweza kupokea taarifa kutoka kwa mtu ambaye anaitwa CJ Mbugi Emmanuel mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Iwambi, ambaye ni mke wa Mparuka Saidi Nyagari almaarufu Mdude, kuwa mnamo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 8 za usiku wakiwa wamelala huko mtaa wa Ivanga, kata ya Iwambi, jijini Mbeya, kwamba kuna watu wasiofahamika waliovamia baada ya kuvunja mlango na kuingia ndani na kisha kumjeruhi Mparuka Saidi Nyagari au maarufu Mdude sehemu mbalimbali za mwili wake. Aidha, watu hao baada ya tukio hilo walifanikiwa kutoweka na mhanga huyo na kwenda naye kusikojulikana. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linakanusha taarifa zinazosambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ambayo zinadai askari polisi kuhusika na tukio hili. Asante sana Daniel Simelta kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, Ramadhani Kailima, amewataka wananchi wenye sifa za kupiga kura kujitokeza kwenye kuhakiki na kuboresha taarifa zao kwenye daftari la awali la mpiga kura lililowekwa na tume hiyo katika kila kata nchini. Taarifa inaandaliwa na Joseph Ndao kutoka Tabora, inasomwa studio na Mtiga Abdalla. Akiwa mkoani Tabora kwenye ziara yake ya kikazi iliyolenga kukagua vituo vya kuhamasisha wananchi kujitokeza kwenye uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili, mkurugenzi wa tume hiyo Ramadhani Kailima amesema Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeweka wazi daftari la awali la wapiga kura, ikitoa siku 7 mfululizo kwenye mikoa 15 hapa nchini kuanzia Mei 1 hadi Mei 7 mwaka 2025 kwa ajili ya wananchi kufanya uhakiki katika vituo vilivyotumika wakati wa awamu ya kwanza ya uboreshaji wa daftari la mpiga kura.
Ameeleza kuwa iwapo kutahitajika marekebisho ya taarifa, mpiga kura anapaswa kwenda kwenye kata husika. Pia mtu mmoja anaweza kuhakiki taarifa za familia nzima, huku utoaji wa pingamizi kwa wasiostahili kuwemo kwenye daftari ukiruhusiwa kwenye vituo vilivyopangwa. Kwa kweli nimekuta hamasa katika mkoa wa Tabora ni kubwa, na nimetembelea vituo 6 hapa mjini na kuona kwa uandikishaji ni mkubwa na watu wamejitokeza kwa kweli kubwa sana. Nimekuta maeneo mbalimbali, maeneo ya shule za sekondari, nimekuta Virambo sekondari, nimekuta Boda Girls na maeneo mengine. Washahidi mkubwa ni kuhamasisha vijana wote ambao wana umri miaka 18 wajitokeze kujiandikisha. Lakini pia zoezi hili linapatikana na zoezi la kuangalia daftari la kupiga kura, ambao wananchi kwa kweli wameridhika. Nimepita pale kata Kiloleni, nimekuta watu wengi wanakagua daftari. Nimeenda kata Isevi, watu wengi wanakagua daftari na kuulizia kwamba taarifa zilizokuwa kwenye daftari ndio sahihi. Mkoa wa Tabora ukiwa ni miongoni mwa mikoa 15 ambayo kwa sasa zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili linaendelea. Akizungumza katika mkoa huo, mratibu wa uandikishaji mkoa wa Tabora, Eli Huruma Nyela, anaeleza hali ya zoezi hilo inavyoendelea. Kwa ujumla mkoa wa Tabora hali ya uandikishaji ni nzuri, uboreshaji wa daftari ni nzuri. Tuna vituo kama 1792 mkoa mzima, na vituo vyote tulibandika madaftari kwa ajili ya uhakika. Asante sana Mtiga Abdalla kwa taarifa hiyo ya Joseph Ndao kutoka Tabora. Wakili wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu Peter Kibatala amesema mteja wake amepanga kuanza mgomo wa kutokula chakula ili kushinikiza kutendewa haki katika mashauri yanayomkabili, huku akionya hatua za baadhi ya watu kuingilia uhuru wa mahakama. Tuungane na Goodluck Msola kwa undani wa taarifa hiyo. Wakili Kibatala amesema hayo katika mkutano wa jopo la mawakili 38 wanaomtetea mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, ambapo walikuwa wakizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, na kusema kuwa Lissu ataanza mgomo huo siku yoyote kuanzia kesho, akishinikiza mchakato wa mashtaka unaomkabili utende haki, ikiwemo kutoa nafasi kwa ndugu na jamaa kuhudhuria katika mashauri sanjari na kuruhusu kumwona akiwa mahabusu. Anafanya hunger strike, anaanza kususia kula chakula, sio kwa sababu nyingine, anataka haki itendeke. Kwa hiyo kwenda mbele, going forward, Antipas Tundu Lissu Mughwai kwa siku ambayo ataamua, pengine Jumatatu, pengine kesho, tutatoa taarifa fupi kuhusu siku hasa, lakini taarifa ni hiyo. Atasusa kula chakula, kitakachomtokea yuko tayari hata kula chakula mpaka pale ambapo ataona haki inatendeka. Antipas Tundu Lissu Mughwai ni wakili mkongwe, sisi wengine ndio inspiration yetu. Yaani wengine mojawapo ya majabali yaliyotufanya sisi tusome sheria na tuje tufanye sheria. Na sio sheria tu, sheria namna hii ambayo tunaifanya ni huyu mtu. Haogopi kesi. Yaani hata kama sisi tusingekuwepo, angeendesha kesi yeye mwenyewe. Kwa haogopi kesi, anataka haki itendeke. Aidha, Kibatala amesema Lissu aridhishwa na namna ambavyo hapewi haki zake, ikiwemo kutoa muda wa kuongea na mawakili, ndugu na jamaa kumtembelea na kumjulia hali akiwa mahabusu. Unaweza ukahisi ni namna gani kama mwanadamu. Yes, wewe ni wakili, ni professional, right? Lakini yani unaonana na mteja wako Tundu Lissu, yani mnasalimiana hivi kwenye kioo, mnawekeana hivi kwamba we are strong. Magereza, maaskari magereza wamekaa hapo, anamlinda Lissu hapo. Kwenye mpira inaitwa kuna ni unaye man to man. Mimi niko huko na askari magereza. Yaani kama njia mbadala sasa. Maana lazima tuwe creative. Maisha ni maisha. Mazingira tulionayo ndio hayo. Kwa ilibidi tuanze kuzungumza Kiingereza. Yaani nawasiliana na mteja wangu, na lazimika kuwasiliana na mteja wangu kwa Kiingereza kwa sababu nimenyimwa haki ya kuwasiliana naye kwa faraga. Kwa upande wake, Jebla Kambole akiwa ni mmoja wa sehemu ya mawakili amesema jopo hilo baada ya kuonana na mteja wao Tundu Lissu wanatarajiwa kuchukua hatua za kisheria dhidi ya watu wanaoingilia uhuru wa mahakama, ikiwa ni katika kulinda na kutetea haki za wananchi. Sisi tunapata instructions za mteja. Mteja ndiye anatuambia. Sasa hivi tunashindwa kuchukua hatua zozote kwa sababu tunashindwa kumaccess na kujadiliana naye. Kwa sababu ukimnyima wakili alichokifanya senior counsel Peter alichotoa fursa, alipewa visitation kidogo, nayo ina limitation.
sio consultation. Mawakili tukienda gerezani tunafanya consultation, wananchi wa kawaida wanafanya visitation, sisi tunafanya consultation na mteja. Kwa hiyo tutapofanya consultation tutajua tuchukue hatua gani, lakini kama nilivyosema toka mwanzoni kwamba maneno ya viongozi, matendo waliofanyia wale wanachama walitaka kuingia pale, mateso waliopitia, vipigo walivyopata, namna walivyotendewa, haki zao zilivyovunjwa, haziwezi kwenda bure. Tundu Lissu alikamatwa na jeshi la polisi na kupelekwa mahakamani ambapo ameshtakiwa kwa makosa mawili ikiwemo uhaini pamoja na kuchapisha taarifa za uongo, kesi ambazo zinaendelea katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mwenge wa Uhuru umewasili mkoani Njombe ambako utakagua miradi 62 ya maendeleo yenye thamani ya bilioni 17.6, ukitokea mkoani Iringa ambako umekagua miradi 46 ya maendeleo yenye thamani ya bilioni 31.2 kabla kukabidhiwa mkoani Ruvuma ifikapo Mei 9 mwaka huu. Taarifa Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe inaeleza zaidi. Wakati wa makabidhiano ya Mwenge wa Uhuru baina ya mkoa wa Njombe na mkoa wa Iringa yaliyofanyika kijiji cha Idofi, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema takriban miradi 62 ambayo imetekelezwa kwa ubora mkubwa itakaguliwa na Mwenge wa Uhuru, huku mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba akisema ukiwa Iringa Mwenge umemulika miradi 46 ya maendeleo kutoka sekta mbalimbali ikiwemo elimu, barabara, afya na sekta nyinginezo. Kiwa mkoa wa Njombe utakagua, utapitia, utaona na kugawa jumla ya miradi 62. Miradi hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 17.6. Kupitia jumla ya miradi ya maendeleo 46 yenye thamani ya shilingi bilioni 31 milioni 212,398,254 na senti 07. Na mchanganuo wa gharama za miradi ni kama ifuatavyo. Serikali kuu bilioni 23.1 sawa na 74.12. Mara baada ya makabidhiano hayo ndipo naibu waziri wa viwanda na biashara Exaudi Kigahe, naibu waziri wa uchukuzi David Kienzile na mbunge wa Njombe mjini ambaye pia ni mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deo Mwanyika wakaeleza manufaa ya Mwenge wa Uhuru katika kuchochea maendeleo kwa Watanzania. Halmashauri yetu kimsingi umekuwa kwa sehemu kubwa kwenye jimbo langu la Mufindi Kusini, umekwenda kwenye miradi hiyo yenye sekta ya nishati, maji, miundombinu, uwekezaji kiuchumi, elimu, afya na maeneo mengi. Jimbo Afrika Kaskazini ametupendelea miradi mingi na hasa kwenye barabara. Moja changamoto kubwa tulionayo katika wilaya Mfindi ni miundombinu ya barabara. Miradi zaidi ya 22 ya Mwenge wa Uhuru ambayo itazinduliwa mwaka huu. Na message kubwa ya Mwenge wa Uhuru ni kwamba shiriki kwenye uchaguzi mkuu. Njombe tupo tayari kushiriki. Miongoni mwa miradi 6 yenye thamani ya bilioni 3.6 iliyopitiwa na Mwenge wa Uhuru katika halmashauri ya mji wa Makambako ni pamoja na mradi wa shule ya sekondari Idofi, ambapo msoma taarifa Rahabu Sandigila amesema mradi huu umegharimu milioni 500 katika ujenzi wake, huku Ismaili Usi, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, akikiri kuridhishwa na ubora baada ya kukagua na kuwaibua wananchi. Serikali kuu kupitia mradi wa SEQUIP imetoa jumla ya shilingi milioni 583,180 na shilingi 28. Shule hii itaenda kuwasaidia sana wanafunzi, watoto wetu ambao walikuwa wanatembea umbali mrefu kutafuta elimu katika kata Mloa ndani kabisa. Kwa kweli tumejiridhisha na ukaguzi wa shule hii. Kwa kweli shule ina viwango, ina ubora na hongereni. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Njombe, hii ni TVE Habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim Godfrey Mlele kwa taarifa hiyo. Serikali imesema imeandaa kambi maalum ya madaktari bingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya kwa lengo la kutoa huduma kwa wananchi wenye matatizo mbalimbali ya kiafya kwenye maeneo yao kuanzia Mei 5 hadi 9 mwaka huu. Taarifa ya Daniel Simeta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na mganga mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya, Daktari Abdalla Mbaga, wakati akitoa taarifa kwa vyombo vya habari juu ya ujio wa madaktari bingwa katika hospitali hiyo kwa lengo la kutoa huduma ya afya kwa wananchi wa nyanda za juu kusini. Katika kambi hii tunategemea kwamba kutakuwa na madaktari bingwa wa macho, madaktari bingwa na bingwa bobezi wa magonjwa ya moyo, madaktari bingwa wa upasuaji wa mifumo ya mkojo, madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani kwa maana internal medicine,
madaktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi, madaktari bingwa wa magonjwa ya akili na mengineyo mengi tu ambayo tumekuwa tukiarusha kwenye vipeperushi mbalimbali. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kwanza kabisa kuwapa taarifa wananchi wa nyanda za juu kusini kwamba huduma hii itakuwepo kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 Mei 2025. Katika hatua nyingine, Daktari Mbaga amewataka wananchi wenye changamoto mbalimbali waweze kufika kwenye kambi hiyo ili waweze kupatiwa matibabu kutokana na changamoto zao walizokuwa nazo. Hii pia ni fursa ya kuweza kuishukuru serikali kwa sababu serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya afya. Kwenye hospitali za rufaa za mikoa tunakumbuka kwamba hatukuwa na uwezo wa kufanya CT scan. Hivi sasa tunao uwezo wa kufanya vipimo vya CT scan na vipimo vingine vingi vya maabara ambavyo katika kambi hii pia vitakuwa vinapatikana. Hivyo ni fursa kwa wananchi kuweza kujua changamoto mbalimbali kupitia vipimo hivi na vile vile kuweza kupata matibabu. Kwa upande wake, katibu wa siasa na uenezi mafunzo CCM mkoa wa Mbeya, Christopher Hagile, ameongeza kuwa kila mwananchi mwenye matatizo mbalimbali ya kiafya wafike kupata matibabu katika kambi hiyo. Ameona asogeze huduma jirani kwa wananchi ili wananchi waweze kuhudumiwa. Kwa madaktari bingwa wote waliowataja hapa, mtaalamu watakuwepo. Wale wenye matatizo ya moyo yaliyoshindikana waje hapa watapata huduma. Wale wenye matatizo ya mifumo ya mikojo yaliyoshindikana waje hapa, timu ya madaktari watakuwepo. Wale wenye matatizo ya akili yaliyoshindikana, timu ya madaktari watakuwepo hapa. Wenye matatizo ya mifumo ya upasuaji na mengine mengi kama walivyoainisha. Rai yangu kwa wananchi wote wa Mbeya na mikoa jirani ya nyanda za juu kusini, naomba tutumie fursa hii. Ni fursa adimu sana. Daktari Samia Suluhu Hassan anapenda. Nikiripoti kutoka hapa jiji la kijani mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Asante sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. India yazipiga marufuku bidhaa zinazotoka Pakistan.